Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, niko na Cholo hapa, shabiki lialia wekundu wa Msimbazi Simba. Naungana naye hapa kwenda kuangazia yaliyo mengi katika michezo. Kubwa ni mnyama Simba kucheza majira ya saa 8 mchana jijini Mbeya. Imekuwa story kweli kweli kuhusiana na mchezo wao huo, lakini vile vile tutangazia mchezo ambao unapigwa mahesabu na wanarunyasi wana Simba, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC kupanda boti mpaka Zanzibar. Mambo yamekuwa mengi kweli kweli. Bwana Cholo, mambo vipi? Bwana poa sana. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Bwana, mnacheza saa 8 na bila shaka katika historia pengine itaandikwa. Yeah, of course, yani katika historia itaandikwa kwa sababu haikuwa mazoea, lakini ni muda wa kawaida kabisa kwenye mechi. Kwenye mechi ni muda wa kawaida, lakini kutokana tuna vitu vyetu sisi ambavyo tumevizoea, ambavyo Simba yani hizi vilabu vikubwa hivi wanafanyiwa, ikiwemo Simba, kwamba haiwezekani akacheza saa 8, ila ndo sisi tumekuwa wa kufungua milango katika kila sehemu. Kama unavyoona kimataifa tumewafungulia watu milango, wenye kuvaa kupendeza tumewafungulia watu milango, namna ya kubrand vilabu vyao tumewafungulia milango. Sasa hivi tunafungulia milango kwa muda wa kucheza, kwa sababu kama Simba anaweza kucheza saa 8, basi maana yake haipo timu yoyote Tanzania ambayo anaweza kupinga tena kucheza saa 8, kwa sababu sisi tunataka kuonyesha mfano. Ndio maana unaona viongozi wa Simba Sports Club hamna aliyelalamika zaidi ya mashabiki kwamba kwa nini tumepangwa saa 8, kwa sababu kuna tunataka tuzoee. Kwa mfano leo unaona kombe la dunia kule Marekani, kuna timu za mechi zinachezwa mpaka saa 7 mchana, mechi za saa 8. Ina maana kama ungekuwa watu wa kulalamika atakiwa acheze jioni tu, isingewezekana. Umeshanielewa? Kwa hiyo football haiangalii zaidi muda, anachokiangalia ni kwamba wewe kama umejiandaa vizuri, timu yako inaweza kushinda mchezo muda wote. Kwa hiyo kwa namna Simba ilivyo sasa hivi, sisi hata tungecheza saa 4 asubuhi ama saa 5, Simba anashinda mchezo. Simba anashinda mchezo. Yeah. Kwa hiyo saa 8 sio sababu yenyewe kesho kukosa matokeo mbele ya Mbeya City. Yeah, of course, kwa sababu kwanza hali ya hewa ya Mbeya kule saa 8 kama vile ni saa 12 tu kwa hasa kwa wakati huu mwezi wa 6 huu, ni kipindi cha kipupwe, ni kipindi cha baridi sana Mbeya. Mimi naamini yani kwa saa 8 wote wataona watu kesho namna hali itakavyokuwa saa 8 kama hivi ilivyo leo Dar es Salaam hapa. Saa hizi saa 10 Dar es Salaam, kesho Mbeya muda kama saa hizi saa 8 ndio itakuwa kama saa hizi saa 10 Dar es Salaam. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote mazingira. Bwana, mara baada ya mchezo bila shaka mnakwenda kucheza mchezo wa nusu finali kombe la CRDB. Naam. Young Africans watakuwa na Azam FC, nyinyi mtakuwa dhidi ya Coastal Union. Lakini baada ya hapo kuna mchezo mwingine wa ligi kuu. Na bila shaka mchezo huo ni ambao ninyi mnaotazama wana Simba ni Azam FC dhidi ya Young Africans. Naam. Na kwa habari zilizoko chini ni kwamba mchezo huenda ukapigwa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Vipi? Nimezipata hata mimi. Yanga unajua bado hawaamini kwenye kiwanja. Ukizingatia msimu huu na timu yao ilivyo, hawaamini kabisa kwenye kiwanja. Yaani wao hawaridhiki bila kuleta mambo ya nje ya uwanja. Yaani wao hawawezi kukamilika. Sio, umenielewa? Yaani hawajioni kuwa wamekamilika bila kuleta mambo ya nje ya uwanja. Unajua bado hawana imani na timu yao. Kwa sababu unaona Zanzibar hata anachokifuata hakipo. Umeshanielewa? Hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukakisema bwana. Kwani Simba na Yanga na Azam na Yanga ipi mechi kubwa? Si Simba na Yanga. Mechi ya dabi imepigwa mechi ya Jenerali Semuyo pale. Lakini wao na Azam utatafuta sababu sio viwanja. KMC ndio uwanja wako nyumbani. Zima naye hapo tu, kama una timu kweli na watu wako unawaamini, wewe zima nao. Sio hapo kina Depo, kina Okelo, si wataalamu hapo, zima. Anawapeleka Amani. Unajua anatembelea rekodi kwamba mara ya mwisho kukutana naye kwenye kombe hili ni Zanzibar, nilimfunga kwa mikojo ya penalti. Kwa hiyo anatembelea hizo rekodi, lakini mimi niwaambie tu Yanga. Yaani Yanga kwa msimu huu Simba kama hajachukua ligi kuu Tanzania bara, basi FA lazima achukue. Na yani lazima ataacha mechi moja kati ya mechi mbili na Azam. Lazima aache mechi moja na Azam. Kama hajaacha kwenye ligi basi anaacha FA, na kama hajaacha kwenye FA anaacha kwenye ligi. Yani lazima hapo Yanga aache. Amekubali anaacha, hajakubali anaacha. Awapeleke Amani, awapeleke sijui Mohamed watano kule, angewapeleka Morocco, awapeleke FNB sijui pale South Africa, awapeleke popote wanapojua wao. Lakini Azam kwenye mechi mbili lazima ashinde moja. Bwana manake ni ubaya ubwela tu. Yani lazima ashinde. Atachagua kombe la kunipa. Yani yeye achague kombe moja la kunipa. Yani mimi msimu Simba siwezi kutoka bure. Lazima niondoke na kombe la ligi au niondoke na FA. Yani lazima. Na mechi ya kuitazama ni hiyo, kwa sababu mimi kombe la FA lazima nifike finali. Atakayekuja yote lazima nimfunge. Lakini sasa Azam, kwa sababu msimu kwenye ligi ameshakuwa na nafasi ngumu, kombe lake ambalo nalitazama Ibenge sasa hivi ni hilo. Umeshanielewa? Kwa hiyo na uhakika yani mechi akitumia nguvu kubwa kwenye mechi hii Zanzibar pale. Basi kirahisi kabisa anakuja kunyonyolewa na Azam. Azam anachukua pointi 3 kwa Yanga. Na akichukua pointi 3 kwa Yanga mimi nitashukuru, kwa sababu nabeba makombe yote mawili. Yani akijichanganya Yanga akaniachia alama 3 kwenye ligi kuu Tanzania bara.
basi mimi ujue finali anaenda kuchukua na kombe lenyewe la FA, inabeba makombe yote mawili. Yaani anatakiwa ajipange. Yaani msimu huu Yanga hana chake. Hana chake. Manake nyinyi mnaamini kwamba mnaweza pengine mkafanya maajabu kwenye mechi ambazo zimesalia? Yaani kwenye FA sio maajabu. Kwenye FA ni njia nyeupe kwa sababu mimi nakutana na Coastal. Unashanielewa? Coastal ni mimi hawezi kunifunga. Yaani ametaka anafungwa, hajataka anafungwa kwenye FA. Kwa hiyo mimi nusu finali, yaani mimi nishaondoka. Yaani mimi simo, mimi niko finali. Kwa hiyo watachaguana kuja kule. Unashanielewa? Yaani kuja kucheza na Simba watachaguana. Yaani Simba finali kashaenda. Kwa hiyo kama kashaenda maana watachaguana wakuja pale. Sasa atakayekuja kati ya Azamu na Yanga lazima mpe kombe Simba. Kwa hiyo ile FA mimi sina shaka nalo. Lazima nibebe. Lazima ubebe. Ndio maana mimi napambana zaidi kwenye nini? Kwenye ligi huku, yani kwamba nahakikisha kusidondoshe pointi kwanza kwenye ligi. Kwa sababu kwenye first mechi tu mtu akifungwa anatoka. Tofauti na kwenye ligi kwamba mbio za alama. Kwamba mtu anaweza akashinda hata goli moja akang'ang'ania akashikilia bomba, mambo akasubiria mechi nyingine hivyo hivyo. Na au wewe ukamsubiria mwenzako afopoteze, ukajikuta na wewe umepoteza. Kwenye ligi huko ndo pagumu. Kutokana anayeongoza Yanga, alafu sasa huko kwenye ligi na unaweza Yanga kapoteza. Sawa, wewe unaweza usipoteze. Akipoteza tatizo. Sio, umeelewa? Lakini kwenye FA ni kwamba unapiga mahesabu yako kwamba mimi nikimfunga Coastal Union niko finali, nikimfunga huyo mtu siku hiyo nimechukua kombe. Kwa hiyo katika mechi mbili hizo Simba anashinda zote. Yaani FA Simba anashinda mechi zote mbili. Zote mbili. Manake tayari mnajihesabia kwamba nyinyi mabingwa wa kombe. Yaani mabingwa Confederation si mabingwa. Umeshanielewa? Ila kwenye ligi sasa huku ndio lazima tuombeane njaa. Na mimi naomba sana kwenye ligi, yani mnanilia Azamu afungwe FA. Akifungwa FA Ibenge ameshia hasira zake kwenye ligi. Azamu akifungwa FA finali sikaenda Yanga, mimi Yanga msimu lazima achukuliwe. Na Yanga katika jambo ambalo alitaki safari hii kukutana na Simba Sports. Umeshanielewa? Kwa hiyo Yanga anafikiria saizi ajitupe au ashinde. Akishinda huyo akakutana na Simba, na Simba hawezi kumwacha. Ila mimi naombea zaidi ashinde. Yani Yanga huku ashinde. Akishamfunga Azamu sana kwa huko apoteza. Mechi inayofuata manake siku mbili siku tatu mechi nyingine, Mzezi Madabi. Azamu asikubali. Ampe chuma kimoja tu, yani kimoja tu, alama 3. Alafu mimi nikae pale juu huku nimeshamaliza stress zangu, nataka ligi kuu, nataka FA. Umeshanielewa? Yani mimi nahakikisha ile timu naisambala tisha, yani nataka ivurugane. Yani msimu ujao wamepoteana. Yani wamepoteana huku, mara makamu hataki, huyu mara kasusa, huyu yani nataka iwe hivyo. Na inawezekana. Bwana, vipi kuhusiana na kiwango cha Chama Clatous kwenye mchezo ambao tumemwona leo pita? Aliingia muda mchache lakini namna ambavyo amecheza. Unajua Chama Clatous sio Chama, yani kwa Simba namna ilivyocheza amesema kikubwa sana na mechi na Pamba Jiji. Kwa sababu Pamba inaonekana walikuja kwa lengo moja tu, kutaka kujaribu kuzuia Simba kwa namna yoyote. Kama sio kushinda basi wapate hata sare. Semaji anasema walipanda ndege. Of course walipanda ndege, waliletwa na ndege kwa watu wanakuja, lakini wakati kuondoka wameondoka na gari lao lile. Aliuliza kwa nini waje huko kwa ndege, yani alikuwa anataka nini yani? Unajua kuna vitu unajua kwenye mpira bwana, ndio hivyo uweze kuwapangia, lakini kuna maswali tu ya kujiuliza kwamba yani Pamba Jiji mpaka wanaamua kupanda ndege walikuwa wanataka nini? Yani wanawahi nini? Kwamba walikuwa wanao uwezo wa kumzuia Simba akiwa nyumbani kwa sababu alipata pacha pale ile siku ile kama vile kunguru kumnya binadamu. Kwa hiyo nyinyi sasa hiyo mnaangalia nini sasa kwenye mchezoni wa kesho dhidi ya Mbeya City? Kama tulivyokuwa tunazungumza kila siku. Yani mimi na kwa wakati huu nataka tu Simba yanashinda mchezo tu. Kwa namna yoyote, hatuangalii nani anataka kupata nini. Umeshanielewa? Yani si msimu wote tuangalie MVP, hatutaki kuangalia nani ana clean sheet wala nani. Sina chotaka ni Simba ashinde mechi basi. Yani ukishashinda mechi, cha kwanza unampa pressure mpinzani wako. Umeshanielewa? Na Simba na Mbeya City, Simba anaanza kucheza. Simba yani inaanza kucheza Simba na Mbeya City pamoja Yanga na Fontaine. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuko mbele pale tumecheza. Kwa hiyo tukishashinda mchezo unampa pressure mpinzani wako. Kama vile unaona namna Yanga alivyompa pressure Simba baada ya kushinda mechi yake na Mashujaa. Simba kana iko na pressure ukizingatia na mchezo mgumu kwamba alikuwa anacheza na Pamba Jiji, afu Yanga ameshashinda na Mashujaa. Maana yake Yanga alikuwa anamuombea tu njaa kwamba hata akidraw zile alama 4 kwake anakuwa amejihakikishia ubingwa. Umeshanielewa? Kwa na sisi tunataka iwe hivyo hivyo. Kwa maana tukimfunga Mbeya City hata goli moja bila game over, maana yake tunampa pressure mpinzani wetu. Umeshanielewa? Na wakati wote atakuwa anajua kwamba hii mechi kwa namna yoyote sitakiwi kudraw wala kufungwa, kwa sababu nikidraw nikifunga inakuwa tatizo. Umeshanielewa? Kwa hiyo na sisi ndio tunachokitaka. Simba kwa namna yoyote kesho anatakiwa ashinde mchezo kwanza na Mbeya City. Umeshanielewa? Na kwa namna yoyote yani Mbeya City hana pa kutokea. Hana pa kutokea. Kwa hiyo tutegemea kwa Mwanamnyama kesho anapata alama 3 mbele ya Mbeya City saa 8 mchana. Itakuwa ni rekodi nzuri kwa sababu tumecheza saa 8 mchana na tumecheza away na timu kama Mbeya City, timu mechi ngumu pia, lakini na uhakika kwa sababu Simba safari hii akufungi tu kwa maana anapambana, yani Simba anakufungia kila kitu.
anakufungia ubora wa wachezaji, anakufungia teamwork kwa maana timu inavyocheza, anakufungia spirit ya wachezaji, yani ile morali ambayo imepanda. Unajua anakufunga na kila kitu. Kwa hiyo naamini Simba anaenda kushinda huo mchezo vizuri tu, ili bali kuweka kila kitu sawa na kumpa pressure mpinzani wetu. Na naamini nilikwambia hivi katika mechi 5 Yanga lazima adondoshe alama kwenye mechi 5. Atadondosha alama kwenye mechi 5, Simba anaenda kuwa bingwa msimu huu. Tumalize na la Israel Mwenda. Naam. Vipi kuhusiana na Israel Mwenda? Hizi tetesi ni za kweli? Unajua hizi tetesi inawezekana. Unajua hizi timu mbili bwana zina hizo kelele zipo, umeshanielewa, zipo. Lakini mimi nataka nimwambie tu Israel Mwenda, nimwambie tu, unajua bwana, usiache mbachao kwa msala upitao. Waswahili wanasema ukiacha mbachao kwa msala upitao utakuta jambo. Unajua Israeli alihisi kwamba ni top player, yani kwamba ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Umeshanielewa, baada ya kuwa amejiona yuko Simba, anajiona kwamba anaweza kucheza timu yoyote, yani au timu yoyote ikampa ile heshima ambayo Simba walikuwa wanampa. Unajua Israel Mwenda alitoka Simba kama na ugomvi, yani kama vile anataka kutuonyesha kwamba mimi ni player wa aina fulani. Hamna mpira huko hivyo. At the end of the day ameenda kuwatumikia watu ambao kwanza hawana shukrani, umeona? Cha pili ni watu ambao hawajui kuthamini mchezaji. Yaani wanatakiwa wapime tu, kama akuthaminika Chama, ametoka na ubora wake, anajulikana ashaikuwa mpaka MVP ligi kuu Tanzania bara. Lakini kaenda hiyo timu hajathaminika. Wewe unaenda unajifanya wewe mwambo, wanakutumia, waumize ulipotoka. At the end of the day leo unakutana na kashfa mbaya kabisa kwenye mpira wa miguu. Hiyo ni kashfa mbaya ambayo mchezaji akipewa. Ni kashfa mbaya mno, kwa sababu kama una uwezo wa kuuza mechi uko na Young Africa, uwezo utashindwa kuuza mechi kwa Singida. Kwani wanaomtuma kina nani? Wanamtuhumu hawa kina nani? Wanamtuhumu ni timu yake. Yaani tetesi ni timu yake, kwamba mbona anaonekana akicheza na Simba anafanya sana makosa. Basi bwana kujua kwamba Israel Mwenda anakutana na mawinga hatari tofauti, kwa sababu Israel Mwenda zuma hizo amezipata msimu huu. Tena kuanzia dirisha dogo. Inamaanisha kwamba anakutana na kina Elie Mpanzu. Anakutana na kina Elie Mpanzu, akina Nisekeura, akina Niseti, akina Chama. Yaani anakutana na wachezaji ambao wana quality kubwa. Mbona msimu uliopita alikuwa anakutana na au wanamuonea. Wanamuonea kwa sababu msimu uliopita Yanga sika tufunga nje home and away. Umeshanielewa? Fullback huyo Israel Mwenda ya Okwasi anaumwa. Lakini winga alikuwa nani? Anamkaba Budo, anamkaba Kibu, anamkaba nani? Watu ambao walikuwa wanaweza, na Israel Mwenda alisifiwa. Na baadhi ya mashabiki mpaka wanaanza kusema kweli Israel Mwenda alikuwa na haki ya kudemand kucheza Simba tena mbele ya Shomari Kapombe. Yaani hapo tunawauliza, ina maana Israel Mwenda ana demand acheze Simba mbele ya Shomari Kapombe? Watu wanasema yeye angecheza tu kwa sababu anaonekana na kipaji, tunamuona, lakini alikuwa anamzuia nani? Lakini sasa hivi unaona kabisa fullback yoyote wa timu yoyote Tanzania akikutana na Simba lazima atalaumiwa tu. Unanielewa? Utalaumika tu kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Simba wachezaji wake wa pembeni wana quality kubwa sana. Kwa hiyo Mwenda amekutana na kashfa kubwa. Ni kashfa sio nzuri, lakini nimwambie tu kwamba wazalamu wanasema usinene ukamala, yani usije ukaongea ukamaliza, usije ukafanya vitu ukamaliza, ukaona watu kama wajinga. Umeshanielewa? Lakini tu wanamlaumu bure, kwa sababu kwamba mtu anayeuza mechi anauza na mechi na timu yoyote, sio labda sio na timu moja. Lakini kama unamlaumu leo Israel Mwenda kwamba anauza mechi kwa Simba, anapitwa na Chama, anapitwa na Nisea, anapitwa na Mpanzu, Libase, huko ni kumuonea. Umeshanielewa? Huko ni kumuonea. Bwana mimi nikushukuru sana na nikutakia kila laheri. Bwana asante sana. Kesho saa 8 anakufa Mbeya City. Anakufa? Chuma ngapi? Yani nimemkosa sana chuma mbili. Chuma mbili. Hapo nimemkosa. Bwana shukrani sana. Asante.